kusikia tena. Kigo kĩa Ngai kiugaga thĩinĩ ibuku rĩa Masakaya atĩ tha cia Mwathani cieruhaga rũcinĩ. Katika kitabu chake inasema ati upendo wake unakuwa mpya kila asubuhi na asubuhi. Na nigucokeria Ngai ngatho tondũ nĩajeruhirie tha ciake rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Natamshukuru asubuhi ya leo sababu amezifanya mpya tena. Na nĩkũnjeruhiria tha ciake niĩ ndingĩtũra. Acha nikuzifanya mpya kila siku na siku siwezi ishi. Na korwo ti kũnjeruhiria tha ciake o mũthenya ndahoteka. Na kama ingekuwa si hivyo ningekuwa nimeishiwa nguvu. Lakini nashukuru Mungu juu amekuwa upande wangu. Na ndacokeria Ngai ngatho tondũ nĩakoretwo mwena wako. Amenipigania vita. Nĩahuranĩire haro. Na nimeona mkono wake wa wokovu. Na nyonete guko wake kwa uihokeku. Nichukue fursa hii nikushukuru tena. Njoe kahinda gaka gucokeria ngatho kwa sababu ya kuchagua kuja kuabudu nasi. Ndio gucaura ukagukorwo hamwe na ithuĩ. Kila wakati nakwambia ya kwamba si kawaida tu wewe kukuja. O hindi nĩngwĩra ati kawaida gukorwo ukite. Na si lazima ukuje. Na to nginya uke. Lakini ulifanya uamuzi wa busara kuja. Na nĩwekire itua rĩa ũgĩgũka. Na ili ukuje usikie kutoka kwa Mungu. Nĩgetha uke uigue kuma kwĩ Ngai. Na si kusikia tu kutoka kwa Mungu, hata wewe pia umwambie Mungu kile unahitaji. Na toka kuigua tu kuma kwĩ Ngai na wewe uke umwĩre kĩrĩa ũrabatara. Unajua wakati Solomon alijengea Mungu nyumba. Ndio hĩndĩ ĩrĩa Solomon akire Ngai nyumba. Alipata agano na Mungu. Nĩmagĩire na kĩrĩkanĩro na Ngai. Na wakakubaliana. Na magĩtĩkanĩria. Ya kwamba kila mtu akipotelea kwa nyumba ya Mungu. Ati mũndũ wothe ũrĩa nyũmba-inĩ yake. Hata kama atakuwa amekimbizwa na adui. Ona angĩkorwo alikuwa atengeretio nĩ thũ. Atapata kuokoka. Nĩarĩhonokaga. Kwa hivyo kila wakati ukija kwa nyumba ya Mungu. Kwa hĩndĩ ciothe woka nyũmba yake. Vizuri kukumbusha Mungu ambaye ako na agano nasi. Nĩ wega kũririkania Ngai ũrĩa wĩna kĩrĩkanĩro na kwa hii nyumba. Ati nyũmba ĩno. Ulikubaliana na sisi ya kwamba tukija kama tumekimbizwa utatuokoa. Ati watakanĩirie na atuka tũrĩa atengerie nĩ ũrĩtũhonokagia. Tukija kama tuko wagonjwa utatuponya. Tuka tũrĩa arwaru ũgatũhonia. Na kama tutakuja kama tumefugwa utatufugua. Na wakati tuka tuahetwo ũgatuohora. Hiyo ndio kazi ya nyumba ya Mungu. Ucio nĩguo wĩra wa nyũmba ya Ngai. Otherwise hatungekuwa tunakutana hapa kama hakukuwa vile. Tiga nĩ ũguo tũtingĩũka gũcemania. Kama hatukuwa na agano la Mungu ya kwamba tutakutana naye. Kwa tutina kĩrĩkanĩro atĩ tũgũcemania na Ngai. Hakungekuwa na haja ya kuja kwa nyumba ya Mungu. Tũtingĩrĩ na bata wa gũka nyũmba-inĩ yake. Lakini kila wakati tukija kwa mbele za Mungu. No hĩndĩ ciothe tuoka mbele ya Ngai. Tunajua pia ako hapo. Nĩtũmenyaga hĩndĩ ciothe. Na ako tayari kupelekana nasi. Na hamwe gũtwarana na. Kwa hivyo ni asante kwa sababu ya wewe kutumika. Koguo nĩ thengio nĩ ũndũ wa wewe gũtũmĩka. Kazi yote unafanya kwa ajili ya Mungu na ufalme wake. Wĩra wothe ũraruta nĩ ũndũ wa Ngai na ũthamaki wake. Si bure, iko na malipo ya dhamana sana. Titohohe na marĩhi ma goro. Unajua uzuri wa kumtumikia ufalme wa Mungu. Nĩ wega gũtũmĩkĩra ũthamaki wa Ngai. Pia kazi zingine zote tunafanya tutaziacha duniani. Ndĩmwĩra mawĩra mothe twĩkaga gũkũ thĩ tũkũmatiga gũkũ. Lakini kazi tunafanya kwa ufalme wa Mungu. Na wĩra wothe twĩkaga ũthamaki-inĩ wa Ngai. Malipo ni hapa. Marĩhi nĩ haha. Na tukitoka hapa na twaima gũkũ bado utayapata mbele. No ũkamona kũrĩa mbele. So tia bidii kutumikia Mungu. Koguo wĩkĩrĩra kĩyo gũtũmĩkĩra Ngai. Maana hiyo tu ndio kazi unaweza fanya mpaka mwisho. Tondũ ũcio noguo wĩra ũrĩa tu na ndio kazi unaweza pata malipo duniani na mbinguni. Na ũcio noguo wĩra tu ũngĩona marĩhi gũkũ na masifiwe. Lakini kuchuna majani utapata mazao hapa, lakini ukienda mbinguni kazi ya majani hautahesabiwa. No gũtua macani nĩ ũkũrĩhwo gũkũ thĩ no matu-inĩ ndũgatario. Huyo ng'ombe umefuga ni mzuri na uendelee kumfuga maana na kunufaisha ukiwa duniani. Ng'ombe ĩyo ũrarĩithia nĩ njega tondũ nĩ ĩragũteithia wĩ gũkũ. Lakini pia kumbuka ukilala pale kwa kaburi kazi ya kuchunia ng'ombe majani itaishia hapa. No ririkane wakoma harĩa gaburi-inĩ wĩra gũtuĩra ng'ombe. Lakini chochote unafanya katika ufalme. No ũndũ wothe ũreka thĩinĩ wa ũthamaki. Iko na malipo zaidi ya kaburi. Kwĩna marĩhi makĩria wa hetũka kaburi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tutaingia kwa neno la Mungu. Koguo nĩtũkũingĩra kiugo-inĩ kĩa Ngai. Na tutabarikiwa. Na nĩtũkũrathimwo. Masaa yetu ni mazuri. Mathaa maitũ nĩ mega. Tunafurahia Mungu. Tũracokeria Ngai ngatho. Leo Mungu amenituma na ujumbe. Ũmũthĩ Ngai nĩandũmĩire na kiugo. Uwepo wake. Gũkorwo ho gwake. The presence of God. Gũkorwo ho kwa Ngai. Na hiyo ndio nitanena leo. Na ũguo nĩguo ngwaria mũthenya wa ũmũthĩ. The presence of God. Gũkorwo ho kwa Ngai. Na ni vizuri kabla tusome neno uelewe ya kwamba the presence of God simply means that God is present and involved in your life. Atĩ nĩ wega tũtanamba gũthoma nĩ wega ũmenye gũkorwo ho kwa Ngai nĩ gũkorwo atĩ eho na mũtũrĩre-inĩ waku. I don't know if you are getting this. It means that God is present. Ndiũĩ kana nĩ ũranyita atĩ Ngai eho.
and God is involved. Na Ngai Actively involved. na ate Ngai mutorere-inĩ waku eho biũ. He is working. Nĩ araruta wĩra. Praise God. So wakati tunasema uwepo wa Mungu, Hĩndĩ tũraiga gũkorwo ho kwa Ngai, tunamaanisha kwamba Mungu yupo. tũraiga atĩ Ngai eho. Na sio kuwa tu ako katika maisha yako anahusika. Na to kuga atĩ eho mutorere-inĩ waku na nĩ arahusika mutorere-inĩ waku. Praise the name of the Lord. Because tunajua kwamba Mungu yupo katika kila mahali. Si ni kweli? Because we say that God is omnipresent. Yani ako kila mahali. Lakini sasa kufanya kazi katika maisha yako, lazima sasa umpokee ama you invite him. No ginya umwitekerie gukorwo I don't know if you are getting. God is here in this church. Because he is everywhere. But for him to work in your personal life, wewe binafsi afanye kazi kwa maisha yako, you must invite him. Praise the name of the Lord. So tunasoma katika kitabu cha Exodus 33. Exodus 33 from verse 1 to 18. So tutasoma kwa hizo lugha zote mbili. The Bible says that then the Lord said to Moses, leave this place, you and the people you brought up out of Egypt, and go up to the land I promised on oath to Abraham, Isaac, and Jacob, saying, I will give it to your descendant. I will send an angel before you and drive out the Canaanites, Amorites, Hittites, Perizzites, Hivites, and Jebusites. Go up to the land flowing with milk and honey, but I will not go with you, because not that, but I will not go with you, because you are stiff-necked people, and I might destroy you on the way. When the people heard these distressing words, they began to mourn, and no one put on any ornament, for the Lord had said to Moses, tell the Israelites, you are a stiff-necked people. If I were to go with you, even for a moment, I might destroy you. Now take off your ornament, and I will decide what to do with you. So the Israelites stripped off their ornament at Mount Horeb. Now Moses used to take a tent, or tunaweza ruka hiyo to the verse 11. The Lord would speak to Moses face to face as a man speaks with his friend. Then Moses would return to the camp, but his young aide Joshua, son of Nun, did not leave the tent. Moses said to the Lord, you have been telling me, lead these people, but you have not let me know whom you will send with me. You have said, I know you by name, and you have found favor with me. If you are pleased with me, teach me your ways so I may know you and continue to find favor with you. Remember that this nation is your people. The Lord replied, my presence will go with you, and I will give you rest. Then Moses said to him, if your presence does not go with us, do not set us up from here. Now, how will anyone know that you are pleased with me and with your people unless you go with us? What else will distinguish me and your people from all other people on the face of the earth? And the Lord said to Moses, I will do the very thing you have asked, because I am pleased with you, and I know you by your name. Then Moses said, now show me your glory. Nake Jehova akĩarĩria Musa akĩmwĩra atĩrĩ, ũkĩrai mũthenge haha we mwene ona andũ aya warutire bũrũri wa Misiri ũmatware bũrũri ũrĩa ndaheire Ibrahimu ũhoro waguo ona Isaka ona Jakubu ngĩhĩta ngiuga atĩrĩ bũrũri ũcio nĩguo ngahe rũciaro rwaku nĩguo mũkinye bũrũri wĩ bũthĩ wa iria ona ũkĩ nĩ ũndũ niĩ mwene ndingĩambatania na inyuĩ atĩ thiĩ ndĩ hamwe na inyuĩ nĩ ũndũ mũrĩ andũ aremu mũno nĩguo ndikae kũmũninĩra njĩra tũgĩthiĩ na andũ acio rĩrĩa maiguire ndeto icio njũru makĩrĩra nĩ kĩeha na gũtirĩ mũndũ ona ũmwe wekĩrire mathaga make ma kwĩgemia
Ningĩ Jehova akĩarĩria Musa akĩmwĩra atĩrĩ, ĩra ciana cia Isiraeli ũũ, inyuĩ mũrĩ andũ aremu mũno na ingĩambatania na inyuĩ thiĩ ndĩ thĩinĩ wanyu kahinda o kanini nĩ kũnina ingĩmũnina. Tondũ ũcio wĩcumie mathaga manyu ma kwĩgemia nĩguo menye ũrĩa ngũmwĩka. Kamũharia 11. Nake Jehova akaragia na Musa makĩonanaga ũthiũ na ũthiũ, o ta mũndũ akĩaranĩria na mũratawe. Musa makĩonaga nake Jehova akaragia na Musa makĩonanaga ũthiũ na ũthiũ, o ta mũndũ akĩaranĩria na mũratawe. Thutha wa ũguo akĩhũndũka agĩcoka kĩraro-inĩ, no rĩrĩ mwanake ũrĩa wamũtungatagĩra wetagwo Joshua mũrũ wa Nuni ndoimaga hema-inĩ ĩyo. Nake Musa akĩarĩria Jehova akĩmwĩra atĩrĩ, tarora wone atĩ ũkũnjĩra ũũ, ũkĩra woe andũ aya ũthiĩ nao, na ndũrĩ ũramenyithia ũrĩa ũkũrekia thũ thiĩ nake. No rĩrĩ ugĩte atĩrĩ, ngwaragĩria ngĩgwetaga rĩtwa rĩaku kĩũmbe, ningĩ nĩwĩtĩkĩrĩte niĩ. Nĩ ũndũ ũcio ndagũthaitha atĩ ingĩkorwo nĩnjĩtĩkĩrĩte nĩwe, ũnyonie ũrĩa mĩthiĩre yaku ĩtariĩ, nĩgetha ngũmenye wega nĩguo njoke njĩtĩkĩrĩke nĩwe. Ningĩ ũririkane rũrĩrĩ rũrũ atĩ nĩruo andũ aku we mwene. Nake Jehova akĩmwĩra atĩrĩ, niĩ mwene nĩ niĩ ngũtwarana nawe na nĩngatũma muone ũhurũko. Nake Musa akĩmwĩra atĩrĩ, ũngĩkorwo ndũgũtwarana na niĩ we mwene-rĩ, gĩtige gũtuoya atĩ nĩguo tume haha. Nĩ ũndũ-rĩ, kaĩ kũngĩkĩmenyeka atĩa atĩ nĩnjĩtĩkĩrĩkĩte nĩwe, niĩ mwene ona andũ aya aku? Githĩ ũndũ ũrĩa ũngĩtũma ũndũ ũcio woneke to rĩrĩa ũngĩtwarana na ithuĩ, nĩgetha niĩ ona andũ aya aku twĩtĩke ta andũ amũre mũkũranĩte na andũ arĩa angĩ othe matũraga gũkũ thĩ. Kamũharia 17. Nake Jehova akĩra Musa atĩrĩ, ona ũguo ũndũ ũcio ugĩte nĩ ngũwĩka, nĩgũkorwo we nĩwĩtĩkĩrĩkĩte nĩ niĩ, na rĩrĩa ngũkwarĩria nĩ rĩtwa rĩaku kĩũmbe ngwetaga. Nake agĩcokia atĩrĩ, ta kĩnyonie ũrĩa riri waku ũtariĩ. Ici nĩ ciugo njega cia Mwathani. Hayo ni maneno mazuri ya Mungu. Na nĩ ciugo twanathoma maita maingĩ mũno. Na ni maneno tumesoma kwa mara nyingi. Ona he mũini wa rwĩmbo wĩinĩte akĩgwetaga ciugo icio ũgwĩtwo Endi Gĩthuka. Hata kuna mwimbaji anaitwa Endi Gĩthuka ameiba kutaja haya maneno. Akoria kũrĩmenyeka atĩ tũrĩ aku angĩkorwo ndũngĩtwarana na ithuĩ. Anauliza itajulikana vipi sisi ni wako kama utaendanisha nasi. Na Mwathani araria ciana cia Isiraeli. Naye Mungu ananena na wana wa Israeli. Akamera atĩ ihinda nĩrĩkinyĩte. Anawaambia wakati umewasili. Woe andũ akwa ciana cia Isiraeli rũrĩrĩ rũrĩa ndĩthuurĩire. Chukue wana wa Israeli ambao nimejichagulia. Ũmandwarĩre bũrũri ũrĩa ndamerĩire ndarire mwĩhĩtwa na maithe mao Ibrahimu, Isaka na Jakubu. Wapeleke katika ile nchi nilichukua agano na mababa zao ati nitawafikisha pale. Na umarute bũrũri-inĩ wa ũkombo. Watoe pale katika ile nchi ya. Umatware bũrũri wĩna iria na ũũkĩ. Wapeleke mahali ambako kuna maziwa na asali. Na nĩ kuga atĩ Ngai nĩendaga ciana cia Isiraeli ciume harĩa marĩ. Hivi ni kusema Mungu alitaka wana wa Israeli watoke mahali walikuwa. Wafike mahali pengine pazuri zaidi. Mahali ambapo ni kuzuri. Na mahali ambapo kuna mambo mazuri zaidi. Nchi ambayo unasikia kuna maziwa na asali. Some of these things are prestige. Basic needs na makeria yao isio hena indo ingĩ wongereirwo. Hivyo ni kusema ukienda katika ile jiji ambayo kuna maziwa na asali, ni kusema umepata kila kitu na hiyo ni kufurahisha tu. Israeli matikaiganire bũrũri wa Misri. Na hivyo ndivyo Mungu alitaka wana wa Israeli wasitoke pale tu Misri. Henderia mathuraga na akamatua rũrĩrĩ rwake. Sababu mpango wa Mungu wakati aliwachagua na kuwafanya ndwari atĩ ciana ici cia Isiraeli itũre cingombo. Haikuwa ati waishi kuwa watumwa. Na nĩaroretie akamenya atĩ hena hĩndĩ ĩgakinya abatare kũmahe kwao. Ati aliangalia akaona kuna wakati itafika hahitaji kuwapea mahali pao. Na nĩkĩo na Ibrahimu na Isaka na Jakubu na Musa atarĩ aroka. Na ndio maana yake alikubaliana na
Ibrahim na Jacob before Musa afike. Na tondu ni tuwe wegate Ngai ura twitikitie ni Ngai wa ciiraniro. Kwa sababu tunajua Mungu ambaye tunaamini ni Mungu wa agano. Na yeye kuruta wira na kiiraniro giake. Na anapenda kufanya kazi na agano zake. He mundu ndironire hindingi andikite handu ciugoni ni muno na irageni. Kuna mtu niliona ameandika mambo machache mahali sana na ikanifurahisha. Alaikita status yake God is limited to his word. Alisema Mungu ati yeye maneno yake imetosheka. Ezindiukanyiranyita ate Ngaire. Sijui kama unaelewa hivi. Ni akoragwo nao nyihu hakinya ne kiugo giake. Anakuwa amefungukiwa kiasi na maneno yake. Dakoragwo na uge munene hakinya ne kiugo giake. Hasemi sana ikifika ni neno lake. Ithu tugaga atiriri God is not limited in any way. Tunasema Mungu yeye hakuna hata mahali amepungukiwa. No rere wakinya ne kiugo giake ni akoragwo apungukiirwo. Lakini ikifika ni neno lake amepungukiwa. Tondu no nginya ahingie ciugo ciake. Maana yake lazima atimize. Nderemo ni akoraga ciana ciake iria riri kirikanio nacio ni ciumite wega-ini wake. Na wakati mwingine anapata watoto ambao walikuchukua nao agano watoto katika neno lake. Na hata anahisi kama anaweza badilisha fikra zake. Lakini akikumbuka neno lake anarudi pale kwa neno. When it comes to the word of God, to the covenant, to the promises, God is limited. Na hede aniko turaiga hata hede yao kana maundu maria eranire we ndanyihagirwo. Ni anyihagirwo. Bwana Yesu asifiwe. Tondũ kuagarara sababu hawezi pita pale. Kana gothie nja ya kiugo kiria giake. Ama atoke nje ya yale maneno yake. Tena Israeli onogoro ndiciometie ngoro. Hata kama wana wa Israeli walikuwa wamekausha mioyo yao. Biblia inameta stiff-necked people ado mataiguaga. Na Biblia inasema ati ni wale watu ambao hawasikii. Onogoro Ngai ni igua ndarenda gothie nao rege. Hata kama Mungu alikuwa anahisi hataki kwenda na wao tena. Makaigofifio ni mamuthumbũrĩte. Na anajisi kuwa amemchukua kabisa. No hali hakiugo giake na Ibrahimu na Isaka na Jakubu agikora ndingĩhota kuma ndingĩhota kweherera kĩĩranĩro gĩkĩ. Lakini akifika kwa yale maneno alikuwa ameongea na wale mababa zao akasema siwezi ondokea hili neno. Na ndio nyitete kanitha wa Mwathani. Nataka muelewe hivi kanisa. Ithuĩ ta kanitha wa Gĩtwere. Sisi kama kanisa la Gĩtwere. Hĩndĩ ĩrĩa twanjagĩrĩria kanitha ũyũ. Wakati tulikuwa tunaanzisha hili kanisa. Miaka 3 mĩthiru rĩ. Miaka 3 ambayo imepita. Hena kĩĩranĩro twarĩire na Ngai. Kuna agano ambayo tulikubaliana na Mungu. Na ũngĩrora kĩbaũ gitũ tũigĩte atĩrĩrĩ, Gĩtwere will be a spring of revival. Hata wakati tunaangalia vile yale maneno tuliandika tulisema. Tũigĩte atĩrĩrĩ, atĩ Gĩtwere igakorwo ĩrũĩ rũratherera rwa ũfufuo kana ũriũkio. Ati tulisema Gĩtwere ni ule mtu ambao unafufuka. Naguo nĩ kuuga atĩrĩrĩ. Atĩ hĩndĩ atuga kanitha-inĩ ũyũ wa Gĩtwere. Wakati tumekuja hapa kanisani. Nĩ tũranyihanyihĩrwo rĩ. Kaisi tunapungukiwa. Nĩtũbatiĩ kũririkania Ngai wa ciĩranĩro. Tunafaa kukumbusha Mungu wa agano. You told us that this will be a spring of revival. Hata na watu walio huko ni kwa Gĩtwere tuigua ta he handũ tũracoka na thutha rĩ. Sababu tukifika mahali tumesema tukaririkania Ngai twambĩtie na mwaki. Tunakumbusha Mungu tulianza na moto. Na twĩrĩire atĩ tũgũtũra twĩ gĩthima kĩa mwaki. Tuambia ati sisi tutakuwa ile kisima ya moto. Tukaga gũkũ rĩ. Wakati tulifika hapa. Nĩndirikanaga kiugo kĩa Ngai kĩa mbere kĩrĩa twaheirwo nĩ ndungata ya Ngai akĩhingũra kanitha ũyũ. Nakumbuka ile neno tulipewa ya kwanza. Aigire twaranamie hema citũ. Alisema tupanue hema zetu. Hena handũ tũrathiĩ. Maana kuna mahali tunaelekea. Yothe twĩ kanitha-inĩ ũyũ rĩ. Kila wakati ambapo tuko hapa kanisani. Tukĩririkanagia Ngai wa ciĩranĩro. Tunafaa kumkumbusha Mungu wa agano. Ũkoragwo anyihanyihĩirwo gwakinya nĩ kiugo gĩake ndangĩthiĩ nja wakĩo. Yule ambaye amepungukiwa ikifika ni neno lake. Tũraramie hema. Tulituambia tupanue hema zetu. Nĩgetha ũtũrathime. Ili utubariki. Praise the name of the Lord. Nĩgetha rĩrĩa tuona nĩ gũikara mũno gũtarĩ kũrahonokwo. Na ili tukipata ati tumeenda sana bila watu kuokoka. Tunakumbusha Mungu wa agano. Nĩ watwĩrire tũraramie hema. Tulituambia tupanue hema zetu. Na tũrenda kuona ũgĩtũrehere andũ. Na sasa tunataka kuona ukituletea watu. Praise the name of the Lord. Rĩu na maũndũ maya mothe nĩgetha mahoteke. Sasa haya mambo yote ili yawezekane. Musa hĩndĩ ĩrĩa erirwo mathiĩ rĩ. Musa wakati aliambiwa waende. Hena ũtaũku agĩire naguo. Kuna kitu ilimkujia akilini. Gũthiĩ tũtirarega Mwathani. Kwenda hatukatai Mungu tutaenda. Na tũrĩ andũ a ngoro nyũmũ. Na ndio sisi ni watu wenye moyo. Ona ithuĩ Gĩtwere nĩ tũrĩ faults citũ nĩ kũrĩ hĩndĩ tũmagia mĩtwe. Pia sisi Gĩtwere kuna wakati tunakausha mioyo yetu na Musa eraga Ngai atĩrĩrĩ. Lakini Musa alikuwa anamwambia Mungu. Nĩndĩranyita ũrĩa ũrauga Ngai. Elewa Mungu. Ũraiga ũngĩtwarana na ithuĩ wahota gũtũnina tondũ nĩ tũrĩ ũmũ wa ngoro. Unasema ukiendelea nasi tumaliza sababu sisi tuna upungufu wetu. Amen.
Amen. Praise the name of the Lord. Amen. No rere. Lakini Ona tuina uhudho uciore. tukiwa na huo urahisi wetu, Odoria ukitokenia muno. ile kitu ambayo inaweza tufurahisha sana, to keep going. ile kitu ambayo inaweza tuzidisha kuendelea, No kutuelera presence yako. ni kutuahidia atakuwa pamoja nasi. Sijui kama wewe unaona mambo kama Musa alikuwa anajua ili tuende, ili tufike, ili tupigane na hao maadui ambao wako hapa. Hatujali mambo mengi Mungu, tunahitaji tu uwepo wako kuwa pamoja nasi. Amen. Amen. Na niko kwa saga itodo hediria gunaga mukigosare. Tunamshukuru Mungu sababu wakati mukigosare ngoiguaga gukoroho kwa Ngai. Nilikuwa nahisi kwa kumwira atirire kigoso kina Ngai nigitirigaga. Ni vizuri kuambia ati ile usifa ambayo na Mungu ndimo nitugeragia koina kwemo kama itona igo natukaigua tatarahota. Wakati mwingine tunajaribu na tunachukua hadi kwa, lakini tunasikia hatuwezi. Adhi ya Carola na dudha hanini. Ni vizuri ukienda unaangalia mambo yako. Unajua unaangalia vile unaendelea. Kama kanisa tunaona vile tunaendelea. Tunajiuliza Mungu anaendelea nasi. Praise the name of the Lord. Amen. Sababu kuwepo kwa Mungu nikugutumaga mundu ahote gukinya bururi ucio weiria nao. Ndio inafanya ufike ile nchi ambayo kuna asali na maziwa. Na tukiria hono bururi na wenairia nao kedida one the abundance of God. Na ni vizuri tukinena kuhusu hii uwepo. Biblia igagate God will provide abundantly our needs. Sababu Biblia inasema Mungu atatupea zaidi ya zile ambazo tunahitaji. Praise the name of the Lord. Amen. Na kuguria turerwa ate to move to thie bururi wairia nao kere. Na kwa hivyo wakati tunaambiwa tuamke tuende ile nchi nzuri, in our comfort zone, tunaambiwa tutoke katika mbale ambapo tumekaa, tuache kutosheka tu pale. Sababu vile mambo iko. Tujihisi hapa ambapo tuko tufai kwa hapa. Kuna mahali pengine Mungu anataka tuende. We want to get to the spiritual blessing. Na tuhisi kuwa tunataka kuingia katika ile baraka za kiroho. Tusikia ile kitu ambayo tuko nayo tunahitaji ingine nzuri zaidi. We need good health. Tusikia ati tunahitaji afya nzuri ya mwili kuliko ambayo tuko nayo. Kwa hivyo wakati unasikia Mungu akwambia nataka uamke uzidi ufike mahali anataka, huwezi fika pale kama afya yako si nzuri. Kama bila mashukua ametuambia angekuja na hiyo jina yake ikuwa angeongoza. Hiyo ilikuwa mpango ya shetani, aje akiwa mgonjwa asiniongoze. Ili mama Peter asema tupigie ambaye anaongoza na kutukose mtu. If you are sick you cannot serve God. Aterelewe murwaru wedo getumekera Ngai. Nirafatara gukira. Useme mimi Mungu nataka kuwepo kwako kuwe nami. Ukiwa maskini. Tazama mwenzako mwambie huwezi mtumikia Mungu ukiwa maskini. Hatuwezi pata mahali pa kujengea Mungu tukiwa maskini. Hatuwezi nunua mahali pa tukiwa maskini. Na ndio maana Mungu anatuambia tokeni hapa ambapo hakuna kitu. Azeni safari ingine ya kwenda ile nchi nzuri ya Mungu. Because the presence of God means prosperity. Na uwepo wa Mungu uwe pamoja nani, sababu kuwepo kwa Mungu inaonyeshana kukoromu muriara atime. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna ujewe na wanako hujia prosperity. Kuna wale wahubiri wao wanahubiri prosperity. Lakini mimi naambiwa to prosper, ili sisi tuwe watu tunawiri vizuri, nigenda idwe tugasire turafatara gukoroho kwa Ngai. Tunahitaji uwepo wa Mungu uwe pamoja nasi. Prosperity nije akomehujia. Prosperity ni vizuri kuhubiri. Na tunamifatara sure theni wa mitorera. Na tunahitaji kabisa maishani mwetu. Nigenda ugina prosperity yale. Lakini ili uwe nayo, you need to bring God to you. Unahitaji kumleta Mungu kwako. Wenda Mungu mbinguni na inasema Mungu ako kila mahali. Lakini ili aje maishani mwako, God, I know you are everywhere, but I want you in
involved in my own life. Lazima ufikie pale Musa alikuwa amefika. Mungu unajua uko kila mahali lakini nakuhitaji maisha yako. Mungu unajua uko kila mahali. Lakini nataka uje ufanye kazi maishani mwangu. Praise the name of the Lord. Wakati wa Musa kulikuwa na viongozi wengi. Lakini wao hawakuwa wanafikiria kama wako na Mungu. Hao watu unasikia walikuwa na viongozi wao. Lakini watu walikuwa wanashindwa na Israeli. Maana viongozi wao hawakutaka kujua kama uwepo wa Mungu uko nao. Lakini Musa alijua siri. If I have to fight the enemies and defeat them, then I have to go with God. If I have to walk through the wilderness and come out as a winner, then I must go with God. Praise the name of the Lord. The presence of God was everything in the life of Moses. Tazama mwenzako umwambie uwepo wa Mungu katika maisha ya Musa ilikuwa kila kitu. Do you want a healed marriage? Kanisa, nimewafatara kehiko kehonu. Then you need God in your life. The presence of God in your marriage means that marriage have no issues again. Amen. Amen. Do you need God in your children? It just means you take God and bring him to your house. And the presence of God in your family will mean that your children are okay, are healthy, are obedient, are everything. But our problem is we do not care. We are going here. And it is good to keep going. But again, it is rather not to ni vizuri umtazame mwenzako mwambie ndio tutaenda lakini lazima tuwe na Mungu. Na ndio Mungu anataka tuzidi kuenda. Na ndio maana yake anaambia wana wa Israeli amkeni sasa tuende. Lakini ili lazima tuende. Tunahitaji uwepo wa Mungu. Sasa anawaambia mimi sisi kama nitaendelea na nyinyi tena. Sababu mmekausha mioyo yenu. Anawaambia vaeni nguo zenu. Mjitoe hizo ngao zenu. Mzieke chini zote. Ili nifikirie kama nitaendanisha na nyinyi. Wana Israeli wakasikia. Wakaweka zile vitu zao zote chini. Hata kama mioyoni mwao walikuwa wanafaa kuwa nazo. Walitii na Mungu akaona sasa akaambia Musa waambie sasa mtakuwa na wao. Amen. Tukiongea kuhusu hizi vitu zao tunasema. Tunaona mambo ambayo tunakuwa tumeshikilia. Na wakati mwingine si mabaya tukiona. Lakini wakati mwingine Mungu anataka kuweka zile vitu chini. Kama unahitaji aende nawe. Hebu mtazame mwenzako umuulize nini hiyo ucho unahisi unashikilia na lazima uweke chini. Praise the name of the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Lazima tuweke hizi vitu zote chini. Kama Mungu atakuja aendanishe nasi. Praise the name of the Lord. Amen. Lazima tujinyime. Amen. Mungu akisema tuziweke chini alikuwa anasema. Tuishi maisha ya kujinyima hata kila kitu unaona ni kizuri. Ili Mungu aendanishe na wewe. Wakati mwingine tunaongea kuhusu kufunga na kuomba. Vizuri kusema chakula ni kizuri.
Lakini kwa wakati mwingine unahitaji uweke if chini. God has to go with you. Kama Mungu unahitaji Mungu aende nawe. Amen. Amen. Toro ni mwega na nituwendete ni ithakari. Usingizi ni kitu kizuri na But at tunapenda. times you have to put your sleep down. Lakini wakati mwingine unahitaji kuiweka chini. Hanini utukodha dhita utukodha keda utukodha inyanya, as in you seek the presence of God. Usiku ukose usingizi uende utafute uwepo wa Mungu. Tulalo ukiumure madagane itochega. Tazama mwenzako umwambie hizi ni vitu But sometimes nzuri. you go fatara we imesi. Lakini wakati mwingine inahitaji ujinyime. Nile na spirit yake roho wa gai presence yake yetwana na. Ili roho wa Mungu na uwepo wa Mungu uende pamoja nawe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tukirose ukiumure ni dagane leko wedete muno. Hebu tazama mwenzako muulize wewe ni gani unapenda sana? Amwana hiyo. Pengine ni chakula hawezi kosa kukula. Akine toro. Pengine ni usingizi. Matikiota gokira gadhaa na kamo. Hawezi amka hadi lisali moja hivi. Wamuitore. Mamangu, Ukiamuthi kindu kia wagari wake endete muno. ungemuuliza kile kitu ambacho anapenda sana. Au gaido igere. Alikuwa anasema vitu mbili. Toro. Usingizi Na mwaki. na moto. Bwana ni agosho. Bwana asifiwe. Tondũ niĩ hĩndĩ ciothe tũngĩarugire tũrĩkie no nginya ndigĩrĩra magũrũ. Ũkĩndora ndĩna tũmbara hĩndĩ ĩyo nĩndagĩte mbara. Ndigĩrĩra magũrũ mahiga igũrũ. Kila wakati tungemaliza kupika ningechukua miguu yangu Na niendelee juu ya jiwe. mahiga-inĩ macio kinya mwaki ũthire mũhubando mũhure na karugarĩ magũrũ marĩ o hau gakinya nginya ngaigĩra rĩu magũrũ kamũhu-inĩ karugarĩ kau rĩu wathira biũ ngathi tondũ no ngorwo nĩ thaa thita thaa mũgwanja gũtikwenda mwaki. Hau ndoĩ. Amen. Amen. No rĩmwe nĩ harabatara niĩ rĩu ndĩime njuge nĩma nĩ nyendete toro. Lakini wakati mwingine inahitaji ni kubali. If I have to go with God. Wakati mwingine inabidi nikubali kama nahitaji kuenda na Mungu. Ngai rĩmwe athiaga na mũndũ wĩimaga. Mungu wakati mwingine anaendesha na yule ambaye anajinyima. Maita maingĩ nĩeheranagia na arutwo ake agathiĩ handũ keheri-inĩ tondũ nĩamenyaga nĩgetha Ngai atwarane na mũndũ no nginya eherie maũndũ-inĩ mau. Na ndio maana tulikuwa tunaona Yesu alikuwa anatoka kwa wanafunzi wake anaenda mahali peke yake. Praise the name of the Lord. Amen. Tukirose ukiumurie ni ũndũ ũrĩkũ ũcio wendete ũguo. Sasa mtazame mwenzako umuulize ni nini hicho ambacho unapenda sana. Kamurete ni ule wesiria hihi ũngĩũtiga hanini tu Ngai no eke ũndũ. Hebu muulize ushawahi fikiria tukiacha tu Mungu anaweza fanya kitu? Hĩndĩ ĩmwe twĩ high school. Wakati mmoja nikiwa high school. Twĩna my sister thothomaga kĩrathi kĩmwe twarĩ form 1 twarĩkanĩirie nake. Tukiwa na dadangu tulimaliza pamoja. Nĩ twĩ form 4 Lakini tukiwa kidato cha 4. Sister yangu nĩnyitaga hii mũno Sister yangu alikuwa anapata hii sana. Amen. Amen. Akijira nini haya twakinya. Mimi akaniambia sasa mahali tumefika. Nĩngwĩhinga nĩgetha Ngai akateithia ndikananyite hii. Nitajifunga ili Mungu anisaidie nisipate hii. Mũria rĩu kwĩhinga mwaka mũgima. Sasa nikamuuliza utajifunga aje mwaka mzima? Akijira nĩngwĩhinga sukari. Akaniambia hapana mimi nitajifunga sukari. Amen. Amen. Niĩ ndio ndendete sukari. Mimi wakati ule nilikuwa napenda sukari sana. Ndio kĩrĩa nganyita. Nikamwambia mimi kile tu nitapata na sukari ndiko. Lakini sukari sitaacha. Na nĩ madanyitire hii. Na yeye hakupata hii. Na nĩ mwadesi iko na ndeimire sukari njuge brenda B. Na mimi ningesema ati nijinyime sukari nataka pia mae. Mungu angefanya hivyo hivyo. Tondũ anyitaga ile ndikaria ina comfort zone. Lakini mimi sababu sikupata hii nilikaa pale tu. Sasa hera kwa hii agioka haha uguo. Sisi tangu akatoka pale kwa hii akakuwa sukari. Sababu ya kujinyima sukari. Kitu kile uendete muno. Sasa namaanisha kile kitu ambacho unapenda sana. It could be your ornament. Ndio idagari yaku. Inaweza kuwa hiyo ndio kitu ambayo unaambiwa uache. Ndio Ngai okay atwarane nawe. Na kwa wakati mwingine ili Mungu aidanishe nawe. No nginya utige maundu mamwe. Lazima uache mambo zingine. Hĩndĩ sisi yakwa tigaga sukari rĩ. Wakati sisi tangu alikuwa anaacha sukari. Mwana mũthekagĩra mũroga mwe rĩu wena ndũthomaga tondũ sisi yakwa nongĩamũtia thome ndangĩthoma. Wakati mwingine nilikuwa namcheka sana sababu hata hakuwa anasoma. Karigĩka kuma matirĩ ndũthomaga ndikaga homework ndika. Ezi ũkahĩtũka ũngĩakũnyita hii atĩ. Nilikuwa namuuliza sasa kama utii bidii utakosa kupata hii aje. Na ignorance yake nĩ ũndũ wa kwĩima ndanyitire. Na ignorance yake sababu ya kujinyima hakupata hii. Amen. Amen. So at times Ngai endaga wige maundu macio mega mathakathĩ. Wakati mwingine Mungu anataka tuache yale mambo mazuri tuweke chini. Hiyo ndio kutoka katika pale ambapo unasema ati umetosheleka. Amen. Amen. Nigetha Ngai agatwarana nawe. Ili Mungu aweze kuendanisha na ndume ina comfort zone. Mungu aendanishe na wale watu ambao
Israeli kama maigire hizo ndio taiganira Egypt kama wana Israeli walisema sisi tumeshauriana hapa Egypt tutaki kwenda mahali bagiatorire forori wa Misri wakeishi pale katika ile ndio kuma comfort zone lakini sababu alikubali kutoka pale ambapo walikuwa wanajua wametosheleka Mungu akawapeleka kwao tukaiganirio na goko mtazame mwenzako mwambie tutosheleka hapa sababu tukitosheleka hapa hatutatoka kwa kinyaga mwaka tukaigani tokoreha itafika mwaka tunasema tutalipa praise the name of the Lord tukaenda tuigwe ni turathĩnĩka ngoro Mungu anataka tuishi mioyo yetu we don't want to be here mioyo yetu tunataka mahaya tuongelee tukira mwathani give us our own praise sasa ili hadi maombi tuongeze tuseme Mungu atupe mahali petu kuna wakati niliota tukiwa na kanisa kubwa sana nilikuwa katika maombi kwa hivyo naona hii si ile ya kila ugali sasa nimeacha kuishi pale mahali nimetosheleka namwambia Mungu kila wakati Mungu agano uliagana nasi ati kwa utatupeleka mahali pazuri zaidi tutinajiriria kanitha wa guthira tujaanza kanisa la kuisha ugurari kanira ate niwe gutuhe kanitha munene give us a praise kwa hivyo hivi ambavyo umeagana nasi unatupa kanisa kubwa tupe mahali tuhere comfort zone tutoke katika hii hapa mahali tunajihisi tumetosheka praise the name of the Lord amen ndio ni aterere sasa swali ni hivi mtu amenyaga naki ati Ngai nĩaratwarana nake mtu ujua vipi ati Mungu anaendanisha naye umenyaga ati gukoroho kwa Ngai kwi hamwe nawe unajuaje ati wewe tukimenya nake Ngai nĩaratwarana na hata sisi kama kanisa tunajuaje uwepo wa Mungu upo pamoja nasi kitu kia mbere kitu jambo la kwanza if you are in the presence of God if God is going with you ikoroga ini anatwarana hamwe nawe you don't struggle to do what God wants ndongangana gweka uria Ngai arenda you don't struggle to do what God wants ndongangana gweka uria Ngai arenda he gives you 8 Ngai ni akuheaga tusira 8 ni ataithia ni Ngai ni akuheaga ateithia like he gave Moses Joshua toria aheire Musa Joshua he gives helpers ni aheaga ateithia like he gave to Moses Aaron and Miriam toria aheire Musa Aaron na Miriam mundu uratwarana na Ngai mtu ambaye anaendanisha na Mungu kindu kia mbere jambo la kwanza dasturaguraga yeye huwa hangangani agikorwo no igwithika Ngai ni arenda othi ati kama umesikia ati na Ngai ni arenda wehere hariori na Mungu anataka utoke mahali ambapo uko na Mungu ako pamoja nawe wewe huwezi ngangana praise the name of the Lord amen tugiuka huko ni dai na guoya hako tukija hapa mimi nilikuwa na hofu mimi mwenyewe reverend ati tu office tuli nilikuwa naambia reverend hivi tukiwa kwenye ofisi igaba tondo wewe ngito mimi usinipe igaba sababu unajua hapo ni kwetu na igaba dai na thina nali lakini si igaba nilikuwa na shida nayo sana nilikuwa dai kuaga how will this be possible nilikuwa nahisi hii itawezekanaje praise the name of the Lord na kijira gate ona dinge kuhe alikuwa tu ananiambia hata siwezi kupe hata najua na kuna pasta huko hata kuna pasta tayari praise the name of the Lord amen watu wakagokore tukifika hapa kana twale ndikomia kana atandatu nakumbuka tulikuwa watu 16 ama garaka mokire thutha tukiaraga sako hapa wengine garaka walikuja baadaye tukatengeneza sako hapa amen gigwendera na Isabeth thigatagate kao drama huko mweka dai thini wa sako niye na diramia kikirathi niye enjoy ati kanitha ni urike mimi nilikuwa najua ati hili kanisa lina pastor gigwere feredi mahoya ine na Elizabeth ulikania doya na Elizabeth pastor wao praise the name of the Lord Ramadan ile goso no reverend reverend ari no guorio munene wati kwina kanitha goko alikuwa ameona ni ukwajiria kanisa huku kanisa ni ugoterema na itaenda vizuri na tondu presence ya Ngai yari hamwe na reverend thini wa ndu uyu kwa sababu uwepo wa Mungu ulikuwa pamoja na reverend katika hii mambo ndio maana nilingangana na struggle agioka goko akijita pastor giuga hii akakuja huko akaniita pastor akanikasema ndio katika ya maombi kamarega ile kumakigwa matikwenda githikondo kwa wengine akiwa karaka kawaida akasikia hata aenda mahali kwingine kwa Ngai ni gwatwaranite nake thini wake sababu uwepo wa Mungu ulikuwa pamoja nake katika kwa hii igatirire Ngai angikwira wiki undu hivyo ndivyo Mungu akwambia ufanye kitu na nema akorwo eho thini wa ndu na hiyo ni kweli yako uwepo wake huko you don't struggle huwezi ngangana omothe among the strongest churches in Chani kama saa hii sisi ni moja kati ya zile kanisa ambazo ni strong kabisa amen amen niki tondu Ngai
Pia mimi najua sababu. Nikifika hapa Moses yake hera ngine ni Joshua getigara. Moses akaondoka, mimi nikabaki kama Joshua nikabaki. Sasa Joshua anauliza itawezekanaje? Nani kana Musa ikakamuti kama kiado igaba mwadhi ni the pastor wa igaba. Na ukumbuke Moses alikuwa anasema hii msiogope, mimi nitakuwa pastor igamba. Bakinya goko gitwira leo Israeli na Joshua anyuhi. Tukafika hapa akasema Israeli na Joshua yenu. Amen. Amen. Nare ure nikituka goko ore. Lakini baada ya kufika hapa kai yake ajeria kuheana the aids and the helpers. Mungu akaanza kupeana watu ambao watasaidia. I have never struggled to be a pastor in this church. Na mimi naweza toa ushuhuda niseme sijaingangana kuwa pastor katika hili kanisa. Amen. Sababu nina wasaidizi wengi. Na wafanyakazi wengi sana. I have not struggled. Mimi sijangangana. And that is one thing to say that God is in this church. Na hilo ni jambo moja la kusema uwepo wa Mungu upo pamoja nasi hapa kanisani. Imagine Musa. Hebu fikiria Musa ale mutongoria mwega muno. Musa alikuwa kiongozi mzuri sana. Mutongoria uria ugitongoria ndu Ngai amuthurite tondu ari a good leader. Mungu alikuwa amemchagua sababu alikuwa kiongozi mzuri. No, ari a good leader utoi kwaria. Lakini alikuwa kiongozi mzuri ambaye hakujua kuongea. Na doi koina. Na hata hapo anajua kusifu kama mimi. No makinya mari garoero mari garedi. Lakini after wamevuka napataraga maine na magose Ngai na maigene mwega. Walihitaji sana wasifu na waseme Mungu ni mzuri. Ndio wana mutongoria wiharia ni arenda koinwa no doi koina. Sasa nataka uone yule kiongozi anataka watu wasifu na Ngai ale nao. Lakini sababu wepo Mungu nao. Wa Miriam. Akaweka wimbo katika Miriam. Makina ginya gogituka moyo. Wakasifu hadi ikakuwa. Musa ndasura goko inono. Sasa kungangana ati nani ataongoza God was present. Sababu Mungu alikuwa pale. Na Ngai goko present ne kugata iheo sie wera. Na Mungu kuwa hapo ni kusema ati ni vipaji zinafanya kazi. Amen. Amen. Basi ugiko mwere iheo koroho ne kugaga iheo. Sasa mtazame mwenzako mwambie vipaji kuwa pale ni kusema Ngai goko roho ne kugaga iheo sie wera. Na Mungu kuwepo ni kusema ati vipaji zinafanya kazi. Praise the name of the Lord. Amen. Ndio kana niwe kwina atongoria niega no matio ekwaria. Sijui kama unajua kuna viongozi ndio wazee wajua kuongea. Struggle muno thini wa ministry yake. Sasa Musa alikuwa mtu ambaye alingangana sana sababu hakujua kuongea. Na Ngai ndasagorire Joshua Aaron yule awae kwaria. Mungu akuchagua Aaron ambaye alikuwa anasagorire Musa. Alichagua Musa. Etakwati Aaron ni ngoro ya kwenda kwaride nyaine ria Musa. Lakini akampa Aaron moyo wa kutaka kuongea kwa niaba ya Musa. Ndoria mwothe ureka wina Ngai you don't struggle. Kwa hivyo kila kitu ambacho unafanya ukiwa na Mungu wewe hungangani. Ndio sio kiomwe ona korera ciana ongerera wina Ngai you not struggle. Mtazame mwenzako mwambie hata kuwalea watoto. Ndio huko kwenda andu marara ciana ikaigana na kwenda ange mararera thaisi ndiguo. Najua kuna wengine wao ni wadogo na wengine ciana in the presence of God as in make sure presence ya Ngai ndani wa family yao ekuo you will never struggle. Ukilea watoto uwepo wa Mungu ukiwa katika hiyo familia utangangana. Niko ile igua gasiana na ile maga nayo ni vocabulary code. Utasikia ati watoto hawatii lakini ndio ni vocabulary. Niko ile igua gasiana na nyuaga fagi but gwaku hiyo ni vocabulary. Utasikia ati watoto wanakunywa bangi lakini kwako hakuna kitu kama hicho. When the presence of God comes. Sababu uwepo wa Mungu ukifika. Ndio kaje maudo more. Inaharibu kila kitu ambayo ni Mungu. Inaondoa kungangana kila kitu. Bene waretwa ya Yesu. Ondo wake leo tumaga mundu amenye in the plan of God. Jambo la pili ambalo linafanya mtu ajue ati uwepo wa Mungu upo pamoja naye. You live at peace, unaishi katika amani na at rest na kuhuroka. You live at peace and at rest. Uikaraga na thayo na na maandiko basi tuwadhoma na udhome verse 14. Katika maandiko ambayo tumesoma unaweza soma mstari wa 14. Point ya mbele ndako hena udhome verse 11b. Hiyo point ya kwanza unaweza soma katika mstari wa 11b. Ino yake na udhome verse 14. Hii ya pili ni mstari wa 14. You live at peace and at rest. Uikaraga na thayo na wehuroke. Rekegwire there may be lacking and insufficiency. Rekegwire no ko kwena mawagi na kwa kuigania. But you will live fulfilled life and a contented life. No ikara mutorire uiganeire wega. Tanyita kanitha wa Mwathani. Kwenda hivi kanisa. Turaiga gukorwo kwa Ngai kungikorwo hare. Tunasema uwepo wa Mungu kuwepo pamoja naye. Mungu ikanagira. Wewe unatosheka. Na gaikara na thayo. Na unaishi na amani. Amen. Amen. No gutikuga ate. Na hivyo si kusema. Gutire na wagi. Ati hakuna ukosefu. Musa he andu akinyiria kigia na kihuroko. Sijui kama unajua kuna